Sasa ladies and gentlemen, guys and sisters, moja kati ya issue ambayo imekuwa kubwa ile kinoma noma na sisi ndani WHO aka what's up and over there baby, tumeamua kuweza kukuletea hapa ni kuhusiana na issue nzima ya kuna msiba ambao unaendelea kitaa kile pale cha mbele. Kutokea nchi ya Marekani kuna mbwa maarufu ile kinoma noma ambaye aliweza kujizolea maarufu kutokana na issue nzima ya style zake za mitindo ambazo alizokuwa akizipiga. Yeah man, huyu mbwa anakwenda kwa jina la Tika the Iggy. Yes, sasa huyu ni aina ya mbwa ambaye asili yake ni Italian Greyhound, ambaye alijipatia umaarufu mkubwa kwa kupitia mitandao ya kijamii kutokana na upekee wa mavazi yake ambayo huaga anaveshwa. Sasa unaambiwa hivi kupitia jarida mojawapo, mmiliki wa mbwa huyo hapa ambaye anakwenda kwa jina la Thomas Shapiro aliweza kutoa taarifa ya kifo cha mbwa huyo ambaye anakwenda kwa jina la Tika the Iggy. Na unaambiwa kwamba mmiliki wa mbwa huyo alieleza kuwa Tika alikuwa na uvimbe kwenye ini lake. Kutokana na ushauri wa madaktari wa wanyama, waliamua kumfanyia upasuaji ili kuweza kuondoa uvimbe huo. Operesheni hiyo ilifanyika vizuri tu, na baada ya operesheni hiyo mbwa huyo mwenye fame yake aliruhusiwa kurudi nyumbani, then kisanga kikaanza siku moja baada ya operation. Shapiro, mmiliki wa mbwa huyo, alisema kuwa Tika alionekana mchovu, alikuwa na utulivu kupita hali yake ya kawaida na si mwenye furaha kama kawaida. Madaktari walidhani huenda ilikuwa ni athari za dawa za kupunguza maumivu, lakini baadaye ilikuja kugundulika kuwa mwili wake ulikuwa unaacha kufanya kazi taratibu mpaka kufikia umauti wake. Huyu mbwa wa kuitwa Tika the Iggy kwa pande pale Instagram ana zaidi ya followers milioni 1.6. That's why nakwambia yuko na fame yake ile kinoma noma, na washikaji kule mbele wameweza kureact kuwa sadi na wana feel kuhusiana na issue nzima ya kifo cha mbwa huyu. Maoni yako ni yapi katika hiki ambacho umetoka kukisikiliza right now ndani ya WHO? Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.